Kila uchao habari za jeshi kuchukua uongozi sehemu mbalimbali za Afrika zimekuwa jambo lisilokuwa na mshangao tena. Kwa kasi ambayo haijawahi kuonekana kwa miongo kadhaa, bara limeingia tena katika mzunguko wa misukosuko ya kijeshi licha ya hatua zilizowahi kupigwa kuelekea uthabiti wa kisasa. Kulikuwa na takribani mapinduzi 130 katika nchi 36 za Afrika tangu mwaka 1952, muda mfupi kabla mataifa mengi ya Afrika kuanza kupata uhuru kutoka katika tawala za kikoloni. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita pekee kumekuwa na takribani mapinduzi 10. Kwa miezi 4 iliyopita, Afrika Magharibi imegeuka kitovu cha migogoro ya kisiasa na mapinduzi ya kijeshi yaliyozidi kasi. Msururu wa matukio unaonyesha uthabiti wa kisiasa ulioanza kuyumba tena katika eneo hilo. Nchini Mali, jeshi limechukua mamlaka mara 2 mfululizo, mara ya kwanza mwaka 2020 na mara nyingine mwaka 2021, likivunja serikali iliyokuwepo na kuanzisha kipindi kipya cha mpito kisicho na uhakika. Mwaka 2021 huko Guinea, Rais Alpha Conde alipinduliwa baada ya kutafuta muhula wa 3 wa urais, hatua ambayo ilizua migogoro ya kisiasa na kuibua upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi na jeshi. Huko Burkina Faso mwaka 2022 na kulikumbwa na misukosuko miwili ya kijeshi ndani ya miezi 12 pekee. Lakini Niger mwaka 2023, Rais Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani na walinzi wake, tukio lililohamisha mizani ya siasa za Sahel na kuibua wasiwasi mpana kuhusu mustakabali wa eneo hilo. Lakini mwaka huo huo Gabon, Ali Bongo akazuiliwa muda mfupi baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi uliotajwa kuwa na utata, na jeshi likachukua uongozi na kusimamisha taasisi za kiraia. Na mwaka huu 2025 nchini Madagascar, jeshi lilimkabidhi madaraka Kanali Michael Randrianirina kufuatia maandamano ya vijana yaliyotikisa utawala uliokuwepo na hali ya kuingia nchini humo na hivyo kuingiza nchi hiyo kwenye orodha ya mataifa yanayopitia mabadiliko ya kijeshi. Na sasa ni huko Guinea Bissau, nako serikali imeondolewa mamlakani na jeshi limechukua mamlaka, huku milio ya risasi ikitikisa. Na hata hivyo, katika kipindi hiki kunaonekana kuko na utulivu wa kiasi fulani. Mlolongo huu unaonyesha wazi kuwa bara linaangukia tena katika enzi za misukosuko inayodhaniwa kumalizika miaka 1990 na miaka ya 2000. Lakini World News tunatazama ni kwa nini kumekuwa na mapinduzi katika bara la Afrika tena mfululizo, hasa katika miaka 10 iliyopita. Mapinduzi haya yamekuwa ni mengi. Moja kati ya jambo ambalo linatajwa ni kizazi cha sasa kinachotambulika kama Gen Z. Gen Z ni kizazi ambacho kwa kiasi fulani kimepata elimu katika bara la Afrika. Ni kizazi ambacho kinahitaji mabadiliko makubwa na ni kizazi ambacho kinaonyesha uhitaji wa mabadiliko katika nchi za Afrika. Ikumbukwe baada ya uhuru, mataifa mengi yalikuwa yakipata misaada mingi kutoka katika mataifa ya Ulaya, hasa yale yaliyokuwa makoloni yao. Lakini makoloni hayo yaliendeleza ukoloni kwa kupitia kile kilichoitwa ukoloni mamboleo. Sasa kizazi hiki, kutokana na elimu waliokuwa nayo, kimeona hakuna namna isipokuwa kuangalia hatua zingine za kubadilisha uongozi, ambapo majeshi yamekuwa yakitoa misaada na kupindua serikali. Baadhi ya maeneo Gen Z wamefanikiwa kutokana na aina ya viongozi waliowapata kutoka katika majeshi. Miongoni mwa wale wanaotajwa ni Ibrahim Traore wa huko Burkina Faso. Ni moja kati ya kiongozi ambaye ni kijana, na baadhi ya vyombo vya habari katika Afrika vinadai ni moja kati ya viongozi wanaoendana na vijana. Sababu zingine ambazo zinatajwa kwa sasa zinafanana kwa kiasi fulani kutokana na mazingira tofauti. Ukoloni ulioendelea katika nchi nyingi za Afrika, makundi kadhaa ya watawala yakiamini na uwezo pekee kwa utawala wa vizazi vyao na kuendesha mataifa yao wanavyotaka wao, si kwa mahitaji ya wanaowatawala. Ni moja kati ya sababu ambazo zimesababisha vijana wa Generation Z kuanzisha mavuguvugu na hatimaye serikali kupinduliwa na majeshi. Mivutano ya kisiasa na chaguzi zenye utata imekuwa kichocheo kikubwa. Katika nchi kama Gabon, Niger, Guinea na Burkina Faso, mapinduzi yalijengeka juu ya malalamiko ya wizi wa kura na mifumo dhaifu ya uchaguzi. Kadhalika ni namna ambavyo majeshi ya Afrika yamejiweka kama waokozi. Nchi nyingi zina taasisi dhaifu za kiraia zenye uwezo mdogo wa kusimamia serikali zao. Majeshi yameona yana nguvu na nidhamu, hujiona yana wajibu na kusafisha mifumo.
Hali ngumu ya kijamii pia inatajwa. Hali ya kijamii na kiuchumi na umasikini, rushwa, ubinafsi wa kisiasa, ukosefu wa ajira, huduma duni vimejenga dhana miongoni mwa wananchi kwamba njia ya kawaida haiwasaidii tena. Wataalamu wa siasa za Afrika akiwemo Ezekiel Kamwaga kutoka nchini Tanzania waliwahi kubainisha kuwa kukosekana kwa uhusiano kati ya raia na viongozi pamoja na kukandamizwa kwa demokrasia kuna wasukuma wananchi kutafuta njia mbadala. Katika mkutano na waandishi wa habari jioni ya Novemba 28 mwaka 2025, Rais Paul Kagame wa Rwanda alisema anaamini kwamba pale mapinduzi yanapotokea katika nchi fulani inamaanisha kuna tatizo mahala hapo ambalo watu wake hawazungumzi au hawapewi nafasi na uzito unaostahili. Katika ukanda wa Sahel, changamoto za usalama zimeongeza tatizo. Burkina Faso, Mali na Niger wametumia hoja ya kupambana na ugaidi kama msingi wa kuhalalisha mapinduzi. Kwa mbali zipo pia katika mvutano wa nguvu za kimataifa. Ufaransa, Marekani, Urusi nazo pia zinatajwa zimeongeza kasi ya misuguano ya ndani. Kwa jumla, mapinduzi ni kioo kinachoakisi mifumo iliyochoka, taasisi dhaifu na viongozi wasiosikia sauti za wananchi. Mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya usalama wa Afrika, Francis Tazoacha, anahoji, je, hii ni ishara kwamba demokrasia haiwezi kufaulu barani Afrika, au kwamba wanasiasa wamepita juu ya bustani za demokrasia ya Afrika, au kwamba ushawishi wa kigeni wa ukoloni barani Afrika kama mdudu hatari unajaribu kuchukua mateka Afrika hadi kuanguka katika maslahi yao binafsi? Jibu lake linapepea kwenye upepo. Anamalizia hivyo. Lakini tutazame kwa ufupi, je, mapinduzi ndio suluhisho pekee katika bara la Afrika na kusaidia maendeleo ya Afrika? Katika miji kadhaa barani Afrika, Niamey, Conakry, wananchi waliwahi kushangilia majeshi walipochukua madaraka. Hii imeibua swali kubwa, kwa nini baadhi ya wananchi huliona jeshi kama tiba badala ya tatizo? Katika sehemu kubwa ni sababu wanasiasa hawasikii, hawawajibiki mara nyingi na hutumia demokrasia kama pazio. Baadhi ya maeneo viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka wameonyesha kuwa upande wa wananchi na kwa namna fulani juu ya wananchi hao, na namna fulani wameanza kukubalika licha ya baadhi wanaonekana kukosolewa na wananchi hao. Muda mfupi Traore alianza sera za kiuchumi za kujitegemea, kuimarisha vita dhidi ya ugaidi kwa msaada wa jamii na kuhamasisha uzalendo miongoni mwa vijana. Katika hotuba yake ya Novemba 2023 alisema Afrika haiwezi kuwa huru mpaka wa Afrika waache kuwa na woga mbele ya mataifa magharibi, na hapo alianza kuyafukuza baadhi ya majeshi ya kigeni ikiwa ni yale ya Ufaransa. Lakini hali bado ni tete ya kiusalama. Makundi ya kigaidi bado yapo, lakini si Burkina Faso pekee, hata Niger na Mali bado wanapambana na suala la usalama. Sudani kwa upande wake imeingia vitani. Guinea na Gabon bado ziko katika hatua za mpito, lakini Umoja wa Afrika AU unaonekana hauna uwezo wa kuzuia mfululizo huu. Na wachambuzi wanasema kwamba Umoja wa Afrika unapaswa kuwa na jeshi imara la kuweza kutibu changamoto hizi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu nini kinajiri katika ulimwengu.